labda Kiswahili chepesi zinapaishana. Labda kupaishana ndio iko sawa sawa. Tunakutana pale ambapo chapa mbili zinapaishana katika sekta ambazo pia nazo zinapaishana. Lakini labda tu kukumbusha ni kwamba chapa hii ya Ngorongoro ni maarufu kwa sababu ya historia. Ukifuatilia katika historia ni kwamba chapa hii inahusishwa na wanyama wa aina zote. Wale wanyama maarufu wanapatikana kwa wingi katika hifadhi ya Ngorongoro. Kwa wingi kwa maana katika eneo moja dogo: simba, faru, twiga, na wengine wote wale wanyama ambao ni wakubwa. Ukienda Ngorongoro, hasa kule kwenye kaldera Kasoko maarufu kama Kreta, ndiko wanakopatikana. Lakini pia hifadhi ya Ngorongoro ina historia ya kuwa ni imehifadhi historia ya binadamu wa kale sana. Takriban kuna historia ya nyayo za Laetoli ambazo kiutaalamu zimethibitika kwamba zilitokea takriban miaka 3.5 milioni iliyopita. Sasa historia hiyo manake ni kwamba maisha katika hifadhi, maisha binadamu wa sasa wanaaminika wameanzia katika hifadhi ya Ngorongoro. Historia kubwa sana. Lakini la tatu, pamepatikana fuvu la binadamu wa kwanza aliyetembea kwa miguu, anaitwa Zinjatoka. Sasa ukichukua ule umahususi, ndio maana hifadhi ya Ngorongoro hadi tatu. Ina hadhi ya kuwa ni ina mchanganyiko wa urithi, inaitwa mixed heritage, lakini pia ni hadhi ambayo ina hadhi ya biosphere na hifadhi ya kimataifa ya kijiolojia au maarufu kama Global Geopark. Kwa hivyo hizo ni hadhi zinazotolewa na shirika la Umoja wa Kimataifa la Utamaduni Elimu la UNESCO. Na UNESCO ndio shirika linalotoa hadhi kwa sites kwa maeneo mbalimbali katika dunia, na Ngorongoro imebahatika kuwa na hiyo hadhi. Lakini mojawapo katika hili la historia ya binadamu alioishi muda mrefu, na sisi ndio maana tunasema kwamba kabla hatujaanza kucheza mpira wa miguu tulianza kutembea. Nadhani ni logic tu ya kawaida. Ikitokea mtu anacheza mpira hajatembea, anaweza kuwa si mchezaji mzuri. Lazima miguu itembee kwanza, ikomae, ikae sawa sawa, ijue namna ya kudribble, ijue lugha ya mpira. Lakini inasemekana watu wanatembea, wana dribble, wana feint, wana maneno, wataalamu watasiasema. Lakini unatembea kwanza, alafu baadaye unacheza mpira au unafanya kazi nyingine. Sasa kwa sababu hiyo ndio maana hata hii sisi tunaona fahari kuungana na wenzetu ambao katika sekta ambayo inaitumia miguu sawa sawa. Unajua sio kila mtu anayepewa neema ya miguu anaitumia inavyopaswa. Wengine wanaitumia tu kutembea, inaishia pale pale. Lakini wenzetu katika sekta kama watakapozungumza, siwezi kuzungumzia, wanajua miguu habari yake ni nini. Miguu inaleta furaha, miguu inaleta burudani, miguu inafanya mambo makubwa sana kama ambayo tunajua na kama ambayo watakayoyazungumza. Kwa hiyo ndugu zangu, kwa siku ya leo sisi tunakutana kwa ajili ya kusherekea neno hili sipati haraka wake, pride. Yani we are very proud of what we are going to be doing, tutakachokuwa tunafanya. Na hii ni kwa sababu sisi tunasema kwamba the pride of returns home. Ina maana tatu hii ya kurudi nyumbani. Nitakiwa niseme kwamba ukija Ngorongoro unarudi nyumbani. Kila mtu asili yake ametoka Ngorongoro. Kwa hiyo kila anayerudi nyumbani, anayekuja hapa amerudi nyumbani. Na wale ambao hawajaja watarudi nyumbani wenyewe physically. Wasiporudi watarudishwa na burudani inayofanywa na miguu kupitia kwa watu wanaocheza mpira kama watu wa Simba na wengine. Yaani wanapoona miguu inacheza mpira inaburudisha, wajue wamerudishwa nyumbani. Wakumbuke kwamba hiyo miguu, hizo nyayo zimeanzia Ngorongoro katika eneo linaloitwa pana nyayo za Laetoli. Siku nyingine mtaizungumza. Lakini tunasema return hii fahari kwa sababu kadhaa. Moja ni kwamba pride ni familia ya Simba. Yaani kwamba Ngorongoro ni nyumbani kwa moja ya idadi kubwa ya Simba. Kwa klabu ya Simba nao wanaitwa jina la Simba. Kwa hiyo inawezekana imeitwa vile kwa sababu Simba inawakilisha nguvu na ufahari na vitu vyote vyenye nguvu. Kule porini mnasikia tunamsema sana Simba. Si mkubwa kwa umbo kuliko wote, lakini ndio maarufu na kwa ajili ya kutawala maeneo katika uhifadhi. Wenzetu wa uhifadhi watakwambia kwamba Simba ni mnyama ambaye ana nguvu zaidi. Kwa hiyo sisi tunaamini kwamba wenzetu wa klabu ya Simba wamerudi nyumbani walipokuwa Simba wenyewe, na wao wanatumia jina la Simba. Mwakani 2027
tutakuwa ni wenyeji wenza wa fainali za kombe la mataifa Afrika almaarufu AFCON 2027 ambayo wakati ule mnavyojua nguvu ya mpira wa miguu unaochezwa na miguu ambayo asili yake nimesema imetoka kule Laitori, dunia nzima itakuelekea huku. Kwa hiyo tunaamini kwamba hizi ni shamra za kuelekea katika AFCON. Na sisi kama Ngorongoro, hii ni moja ya namna ambayo tumeichagua katika mikakati yetu katika maandalizi ya kuelekea katika AFCON 2027, kwamba tuandae mazingira ya watu wanaweza kuja kutembea, kujifunza, kuona na kuwa ni mabalozi wa shughuli zinazofanyika Ngorongoro. Na ndio maana tunasema fursa hii tuliyoipata ya kushirikiana na wenzetu itatupaisha zaidi na tutapaishana zaidi katika kutimiza lengo hilo la kuwapa watu fursa ya kutembea na kujifunza yaliyoko Ngorongoro, lakini pia kuwa ni mabalozi wanaporejea kule walikotoka. Na wale tunawaomba wale watakaopata nafasi ya kutembelea hifadhi ya Ngorongoro wawe ni mabalozi wa yale wanaoyaona, ili na wengine wapate nafasi ya kutembelea. Na maanake ukishatembelea ni kwamba umekuwa balozi, lakini pia unakuwa ni moja ya wenyeji wa wale wanaokuja. Na kwa kumalizia, nikwambieni, ukipata nafasi, wale ambao hawajawahi na watakao kuja, ukipata nafasi ya kutembelea Ngorongoro, hata unapoondoka katika mwili unajisikia tofauti. Sasa hiyo tofauti siwezi kuisema mpaka mtu apate nafasi ya kuja mwenyewe. Kuna namna ambavyo katika mwili unapata nafasi ya kujisikia tofauti. Kwa hiyo kwa mara nyingine tena tunawashukuru wote ambao wamekuja kuungana na sisi leo, lakini kwa mahususi na mshukuru mwenyekiti wa klabu ya Simba na CEO na management kwa ajili ya kukubali kushirikiana na sisi na kutupa fursa ya kushirikiana katika shughuli hii tunayoifanya.